tufungue kitabu cha Ayubu 33 mstari ule wa 14 mpaka ule wa 18. Fungua kitabu cha Ayubu ukiwa na Biblia. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Narudia tena maandiko haya matakatifu. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Hebu sema amen. Semeni amina kwa jina la Yesu hai. Kwa hiyo Mungu ili apate kuzungumza na mwanadamu kwa njia ya ndoto. Na ndio maana Mungu ametupa usiku kwa makusudi kabisa. Sema amen. Ametupa usiku kwa makusudi kabisa. Aliumba usiku na akaumba mchana kwa maana halisi ya kiungu kabisa, kwa faida yetu na kwa faida ya Mungu mwenyewe. Sasa iko namna tangu mwanzo mpaka Ufunuo, iko namna Mungu anavyozungumza na watumishi wake, akiwapasha habari ya mambo mbalimbali ya wapasayo katika utumishi aliowaweka. Hakuna boss yeyote asiyeweza kuzungumza na wafanyakazi wake na watumwa wake. Hayupo. Sema amina kwa jina la hai. Lazima mwajiri awe na mawasiliano na mwajiriwa. Lazima bwana awe na mawasiliano na mtumwa wake, ili kufanya tathmini ya utumishi aliyomweka. Ndani yake kuna kuelimishana, kuna kuonyana, kuna kufundishana, kuna namna mbalimbali ya kuboresha ule utumishi aliyowekewa huyu mtu. Na ndio maana mimi ni mfanyakazi. Kuna namna mbalimbali inatokea. Unakuta kuna semina, kuna vikao mbalimbali vya tathmini vinavyotupa kufikiri na kutafakari pamoja ule utumishi ambao tumepewa kuufanya. Hali kadhalika Mungu aliyetuita duniani ametuweka kama watumishi wake. Lazima azungumze na sisi, lazima afanye kikao na sisi, lazima afanye semina na sisi. Kuna namna mbalimbali ambavyo anazungumza na sisi ili kutuboresha. Ndani yake kuna maonyo, kuna mafundisho, kuna makaripio, kuna mafundisho, kuna kutua moyo, kuna namna mbalimbali ambavyo anatutia moyo katika utumishi huo kwa njia ya ndoto. Sema amen. Tutaangalia tutakapokuwa tukichambua kipengele kimoja baada ya kingine, na kama muda hautatosha basi tutaendelea siku za usoni. Hebu sema amen. Semeni amina kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo Mungu anazungumza na sisi. Nazungumzia kwanza kipengele cha Mungu, cha upande wa Mungu, ili tuelewe namna ambavyo ni muhimu. Usipuuze. Watafiti wengi wa mambo ya rohoni wanasema hivi, kila ndoto ina maana yake, ina makusudi yake. Usije ukaota ndoto ukasema imekuja tu. Nitakwambia kuna vyanzo vya ndoto hapa. Sema amen kwa jina la Yesu aliye hai. Tutakapokuwa tunapitia chanzo kimoja baada ya kingine cha ndoto, utaelewa kwamba kila jambo lina maana yake linapomtokea mtu. Kwa hiyo Mungu anazungumza na ni njia ambayo haipindiki. Na Mungu anaongeza njia moja baada ya nyingine ya kumzungumza na mtu, kutegemea na ufahamu wake, kutegemea na uelewa wake, kutegemea na namna ambavyo amekuwa. Biblia inasema na tukue sisi tupate kwenda na kufikia kimo cha Yesu Kristo. Unajua Mungu alifika mahali pa kuzungumza na Yesu live, ana kwa ana. Alizungumza pale mlimani, alizungumza kule bustanini, alikuwa akizungumza mara kwa mara na Bwana Yesu.
wanaisikia sauti yake. Kile kilikuwa ni kiwango. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Kwa hiyo iko namna kama ambavyo hata wewe mwenyewe kadiri unavyoendelea kuongea na mtoto wako akiwa mchanga, akiwa anaendelea kukua, akiwa anaendelea kuwa msimu, kuna namna unatumia lugha ya mawasiliano kuhakikisha kwamba mnaelewana na huyo mtoto. Ndivyo na sisi Mungu alivyo kwetu. Kuna namna anaweza akazungumza na mimi tofauti na wewe, akazungumza yule tofauti na yule, kutegemea na viwango vyake vya ufahamu na uelewa juu ya Mungu aliye hai. Na ndio maana maandiko yanasema natukue na tumjue sana Mungu. Tumjue sana Mungu. Iko namna mtu akimjua sana Mungu, kuna nafasi na viwango vya Mungu kuzungumza na huyo mtu. Sema amina. Na ndio maana namna alivyokuwa anazungumza na Musa ni tofauti na alivyokuwa anazungumza na wana wa Israeli. Namna alivyokuwa anazungumza na manabii wengine ni tofauti na alivyokuwa anazungumza na wafalme. Anasema hivi, akiwapo mtumishi nabii, nitazungumza naye kwa ndoto na kwa maono na mafunuo, lakini mtumishi wangu Musa nitaongea naye ana kwa ana. Maana nitazungumza naye live. Kile ni kiwango ambacho Musa alikuwa anacho mbele za Bwana. Na ndio maana Musa aliitwa rafiki wa Mungu aliye hai. Sema amina. Kwa wakati walipokuwa wakiongea, waliongea kama rafiki na Mungu. Kwa Mungu anazungumza na sisi kupitia njia mbalimbali, ikiwamo na ndoto. Sasa mimi nataka tuende kipengele upande wa pili wa namna ambavyo shetani anatumia sasa hiyo njia ya ndoto kuwatenga watumishi wa Mungu na Mungu wao, kuwatenga watumishi wa Mungu na watumishi wa kweli. Kumbuka, unapotengwa na mtumishi wa Mungu wa kweli, umetengwa na Mungu. Maana Mungu hana namna yoyote anaweza kuzungumza na wanadamu wengine isipokuwa kupitia mwanadamu. Na ndio maana alipokufa tajiri yule aliyekuwa akivaa mavazi ya zambarau, na alipokuwa amekufa yule Lazaro maskini, yule tajiri anasema, Bwana, naomba tuma mtu kutoka kwa wafu akazungumze na ndugu zangu wanaoishi maisha ya uovu, maisha ya dhambi, maisha ya machukizo kama mimi nilivyoishi. Ona majibu anayoyapata kutoka kwa Mungu. Mungu anasema, duniani kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna mitume, watumishi wangu wako kule. Kama wasipowasikiliza hao, hata ningetuma mtu kutoka kwa wafu hawawezi kumsikiliza. Kwa hiyo shetani anajua kabisa ya kwamba Mungu anazungumza na wanadamu kupitia wanadamu, na yeye shetani aliye roho huzungumza na wanadamu pia kupitia wanadamu. Anaweza akazungumza na wanadamu kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia mbalimbali, akampelekea taarifa na huyo mwanadamu akaendelea kuzieneza zile taarifa. Wote ni mashahidi. Tunakumbuka enzi za babu wa Naliondo, anasema alioteshwa kutumia ile dawa ya kikombe, dawa ya mitishamba, kutibu magonjwa mbalimbali sugu. Nini? Tafiti za kiroho. Hebu sema amina kwa jina la hai. Nakumbuka wakati huo mimi nilikuwa ninafanya mafunzo kwa vitendo, practice kule Tukuyu Mbeya, na niliposikia tu nikasikia huku ndani pamoja kulikuwa na uvuguvugu, kulikuwa na uvumi, kulikuwa na nguvu sana, lakini mimi nikasikia kabisa huyo sio mtumishi wa Mungu. Hebu sema amina kwa jina la hai. Na baadaye wakaibuka wengi. Sasa anasema alioteshwa. Maana yake nini? Alipata maelekezo ya shetani kwa njia ya nini? Kwa njia ya ndoto. Na kwa njia hiyo aliwapoteza wengi. Tulikuwa tunasikiliza ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Katekera. Hebu sema amen. Anasema wakati ule akiwa anatumika katika ulimwengu wa giza, ndio walikuwepo katika utendaji wa ile mbinu waliokuwa wameibuni na wameiratibu kutoka kwenye ufalme wa giza. Anasema kupitia ile njia walikula kafara za watu wengi. Yaani kuzimu ilipata kafara nyingi, ilipata damu nyingi. Wachawi walikula nyama za watu wengi kupitia ile njia. Ilikuwa ni njia ya kuteka wanadamu, kuwakamata wanadamu, kuwafunga wanadamu, kuwapoteza wanadamu. Lakini chanzo chake ni njia ya ndoto. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Unaweza ukaona namna ambavyo shetani anatumia ndoto kuwapotosha watu wengi. Kwa hiyo tuelewe kabisa kwamba iko namna shetani anaweza akatumia ndoto kukutenga na Mungu wa kweli, kukutenga na utumishi wa kweli, kukutenga na madhabahu ya kweli, kukutenga na kipawa cha kweli, kukutenga na baraka, kukutenga na jambo lolote ambalo linaweza likaleta ufaida kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Na ndio maana tunahitaji kuwa na maarifa. Watu wa Mungu hawaangamizwi kwa sababu wanaomba, kwa sababu wameitwa wameokoka, kwa sababu wanaitwa ni washirika, kwa sababu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na maarifa ni ufahamu, ni elimu.
mambo ya Mungu aliye hai na habari ya utendaji wa shetani, ili tukielewa na tumpige shetani asipate nafasi. Maandiko yanasema tukiwa thabiti na tumpige huyo shetani. Sema amina kwa jina hai. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu Moses Kulola, anasema uwezi ukawasaidia watu wa Mungu, ndugu waliotekwa, waliofungwa, walio katika minyororo na vifungo, kama hutaki kujua sana shetani yukoje. Mtumishi wa Mungu amejitambulisha hapa, yeye ni anatumika serikali katika jeshi la ulinzi. Sasa sikiliza, ili apate kufanya kazi yake ya ulinzi kikamilifu, ni lazima kwanza amjue sana adui, amuelewe adui, ajue mbinu zake, ajue njia zake, ajue namna mbalimbali, ili hata kipita aseme huyu ni adui, hata kitenda aseme huyu ametenda ni adui. Amjue sana adui, na ndipo atamdhibiti huyo adui. Na ndio maana na sisi tunahitaji kujifunza pamoja, na tunahitaji kumjua sana Mungu ili tuwe na amani, lakini pia tunahitaji sana kumjua shetani ili tuweze kumdhibiti. Sema amina kwa jina hai. Tupate kufunga njia zake na milango yake, tupate kuharibu mbinu zake na silaha zake za vita za kutuataki sisi watumishi wa Mungu. Sema amen. Kama nafikiri nadanganya, watu wengi wameacha wokovu, watu wengi wamejitenga na Mungu wa kweli, watu wengi wamefarakanisha na watumishi wa kweli kwa njia ya ndoto. Wewe unakumbuka siku za usoni, siku za nyuma zilizopita, nilikukwambia siku moja, nikamwambia shetani kuna namna moja, hasa wale watu ambao hawana Roho Mtakatifu na ambao hawataki kumtafuta Mungu kwa bidii, kwa sababu aliye na Roho wa Mungu huyajua yote. Sema amen. Anaijua lugha ya shetani, anaijua lugha ya Mungu. Biblia inasema kwamba kondoo waisikia sauti yako, si ndio? Na sauti ya mwingine hauwezi kuifuata. Ndivyo ilivyo kondoo wanavyomsikia Mungu, wanavyomsikia Bwana Yesu na kumfuata, ndivyo pia walio wa shetani wana uwezo wa kumsikia shetani. Sema amina. Kwa sababu automatic asiyemtii Mungu atamtii shetani. Sasa tunaona katika maandiko Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu yale ayetendayo baba yenu ndiyo myatendayo na nyinyi. Ninyi ni waongo kama baba yenu alivyo muongo, ninyi ni mauaji kama baba yenu alivyo muuaji, ninyi ni kinyume changu kama baba yenu alivyo kinyume changu. Kwa yeyote aliye kinyume cha kweli, asiyetaka kuitii kweli, asiyetaka kutii mapenzi ya Mungu, atakuwa ni channel ya shetani kutenda kazi ili kuharibu wengi waliomwamini Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Kipindi kile wengi sana walitawanywa, na nilikwambia waliotawanywa hawaendelei na wokovu mpaka leo. Yachunguze maisha yao. Wengine ni wapagani, wengine chakari. Nikawa nashangaa, mtu mmoja ananiambia, mmoja walimuona jana hapo amedumbukia kwenye dimbwi la maji hayo barabarani. Ndio wale waliokimbia hapo, akasema wakawa nasikia tulionyeshwa kwenye madhabahu kuna nyoka. Msikiliza nikwambie, sema amen. Kwenye madhabahu kuna nyoka, tumemwona nyoka. Sasa ikiwa umemkimbia nyoka kwa lengo la kuogopa asije akakudhuru, sasa mbona ulikokimbia ndio umejidumbukiza kabisa? Sema je, alikuwa ni Mungu? Kwa sababu Mungu kazi yake ni kuokoa, sio kuangamiza. Sema amen. Sema amina kwa jina hai. Kazi ya Mungu ni kuokoa wala sio kuangamiza. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu anadhaniwa kujiokoa halafu akajikuta anaangamia, maana yake baada ya kuiponya nafsi yake aliiangamiza. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokutii mapenzi ya nani? Ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo ndoto ni mlango wa shetani kuwatenga watumishi wengi. Hebu na tusome katika maandiko matakatifu. Sema amen. Hebu tuangalie, tukasome kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tukiwa tunaendelea kuchambua kidogo kidogo, tusome kwanza kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13. Akiwa kwa mtu mwenye na Biblia aweze kunisomea hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 na ule mstari wa kwanza. Tusome mistari michache alafu tukaweze kuendelea na kuambie vyanzo vya ndoto. Aliyepata asimame mara moja. Sura ya 13 mstari ule wa kwanza. Ndio. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatokea hiyo
ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua, tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yu awajaribu, apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Amen. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sema tena amina kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza. Shetani hazuiliwi kuwatumia watu wake kuota ndoto, wala kutoa unabii, wala kufanya ishara, wala kufanya miujiza. Uwepo wa shetani ni kipimo pia cha uwepo wa watu wa Mungu. Sikiliza. Tuna mabwana wawili tu. Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, na bwana ambaye ni shetani amepewa kuwa mungu wa dunia hii. Kabisa. Na ndio maana na ujasiri ukinisujudia nitakupa mali. Kuna namna amepewa dunia hii kuwajaribu wana wa Mungu ili wathibitishwe. Sema amen. Ndio maana maandiko yanasema wengine watapepetwa kama ngano, watajaribiwa. Anayeweza kujaribu ili tuweze kuthibitishwa watu wa Mungu kwa watu upande wa Mungu au upande wa shetani ni shetani mwenyewe, chini ya mamlaka ya Mungu. Sema amen. Sema amina kwa jina la Yesu hai. Alipotaka kumthibitisha Ayubu alimruhusu shetani, lakini akitaka kumpima Ayubu ni wa upande gani. Alipothibitishwa na Ayubu akasimama upande wa Mungu, basi akaqualify, akawa amefaulu halali na kuitwa mtumishi wa Mungu. Mungu akawa na ujasiri wa kusema kwamba huyu ni mtumishi wangu mcha Mungu. Sina mtu mwingine mcha Mungu katikati ya dunia wakati huo kama mtumishi wangu Musa. No, Ayubu. Kwa Mungu akajithibitisha, na ndio maana akuona haya ya kumuita mtumishi wake. Sema amen. Kwa ndivyo ilivyo. Na ndio maana kuna mahali pengine maandiko yanasema walipokataa kuwa na Mungu, Mungu aliwaacha watembee, wamfuate shetani, wafanye wasio yapasa. Lakini katika kitabu cha wa Tesalonike anasema hivi, sema amina kwa jina la hai. Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uovu ili wawe dhahiri. Sema amen. Wale wanaoamini uovu wawe dhahiri, wale wanaoamini haki wawe dhahiri. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza karuhusu ili watu wa Mungu wapimwe na kuthibitishwa. Sasa tumesoma katika hichi kitabu cha Kumbukumbu la Torati 13:1 na kuendelea hapo. Tunaona namna ambavyo anaweza akawepo mwotaji ndoto wa kishetani, mtoaji nabii wa kishetani, muona maono ya kishetani, na mtenda miujiza ya kishetani, mtenda ishara za kishetani, na zikaonekana zikatokea kabisa, zikawepo, lakini si za shetani. Sasa tutajuaje hii ndoto, haya maono, huu nabii, hii ishara, hii miujiza ni ya kishetani? Kipimo kipo kwenye neno la Mungu. Sema amen. Anasema huyo mwotaji wa ndoto akiota hiyo ndoto lakini akiwa nje ya mapenzi ya Mungu, hiyo ndoto haitoki kwa Mungu. Sema amen. Akiwapo mtu wa unabii akatoa unabii wake tena wa mambo yakatokea, lakini mwisho wa siku anatuvuta kuabudu miungu mingine, anatutoa kwenye njia ya Mungu sahihi, njia ya kweli ya Mungu, huyo nabii sio wa Mungu. Akiwapo muona maono, akaona maono na yakatokea, kwa sababu sikiliza nikwambie, watu wengi wanadanganya. Leo hii hata mtu akienda kwa mganga wa kienyeji ana uwezo wa kumwambia mambo halisi yanayohusu maisha yake kabisa na ni ya kweli, lakini mwisho wa siku utaona anasema tufanyeje na huyo mtu? Tufanyeje naye? Tumuue, tumloge, tumpe ugonjwa, tumharibie maisha. Sasa ni kinyume cha Mungu, kwa sababu Mungu haangamizi. Mungu halipi kisasi. Sema amina kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema ipisheni ghadhabu ya Mungu, kisasi ni juu ya Bwana wenyewe, msilipe kisasi nyinyi. Wanadamu hatuhitaji kulipa kisasi. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo iko hivi, utagundua huyu ni shetani na mwenye nia ovu kutokana na namna ambavyo yule mwotaji wa ndoto, yule muonaji wa
hayo maono, yule nabii, yule mtenda ishara na miujiza, baada ya hayo matokeo anakupeleka wapi? Mwisho wake ni nini? Anakuambia tukaabudu miungu mingine, anasema vaa hirizi, anasema fanya hivi, anasema sasa inabidi na wewe ukamteke, na wewe ukamloge, anasema tukafanya hivi. Mtu wa namna hiyo ujue kabisa ni mwotaji wa ndoto aliye upande wa giza, ni mwotaji wa ndoto aliye upande wa shetani, na nia yake ni kutenda kinyume cha Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la hai. Na ndio maana mimi nakataa mpaka leo hii anayevaa vinguo vya ajabu vya kikahaba leo hii ananena kwa lugha kana kwamba Roho Mtakatifu ndiye anampa kunena kwa lugha. Si kweli. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Ikiwa amethamini huu mwili kuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu na ametupa kanuni, anasema hivi, imetupasa kuvaa mavazi yanayositiri mwili na adabu. Sema amen. Kwa nini? Kwa sababu hilo ni hekalu la nani? La Mungu. Kwa hiyo manake Mungu atapenya na kukaa kwenye hekalu ambalo huyu mtu amelithamini, ameliheshimisha, amelithamini, na ndipo Mungu atakaa ndani yake. Na hata akinena kwa lugha, hata akitoa unabii, tutagundua huyu mtu unabii umetoka kwa Mungu. Na si hivyo tu, maisha yake yakoje? Sema amen. Kuongea kwake kukoje? Kutenda kwake kukoje? Anafanya kitu gani? Anafanya fanyaje? Je, anayoyafanya ni mapenzi ya Mungu au ni kinyume cha mapenzi ya Mungu? Kwa hiyo huyu akisema nina unabii, akisema ninatenda miujiza, tutaipima miujiza katika misingi ya neno la Mungu, ikiwa muonekano wake, mwenendo wake. Na ndio maana Yesu alisema hivi, mtawatambua kwa matendo yao, kwa mwenendo wao, si kwa kusikia kwa maneno. Sema amina kwa jina zuri hai. Tunapambana kwamba huyu sio roho wa Mungu, maana tumepewa kuzipima roho. Kwa hiyo utagundua huyu ni mtumishi wa Mungu, na hii ndoto imetoka kwa Mungu, na hii ndoto ya shetani na imetoka kwa nani? Kwa shetani. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo wapo na Mungu anawajua, anawaona, anaona kila kinachotenda, lakini sisi ametupa kuijua kweli. Maandiko yanasema tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu mambo ya Mungu yanajulikana, kweli ya Mungu inajulikana. Na ndio maana hata mtenda dhambi leo hawezi katenda dhambi hadharani, hapana, wanajificha. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili Mungu anajulikana ni mwenye haki na ni wa kweli, na matendo yake yanajulikana ni ya kweli. Yakitendwa hadharani katika nuru, ujue ni ya Mungu. Yakitendwa gizani, ujue ni ya kishetani. Sema amen kwa jina zuri hai. Haleluya, watakatifu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo inajulikana kutokea mwanzo. Sasa shetani anatumia ili lango la ndoto kuwatoa watu kwenye kusudi la Mungu. Ngoja tuangalie vyanzo vya ndoto kwanza, iwe kwa Mungu iwe kwa shetani. Sema amen. Vyanzo vya Mungu, jambo la kwanza, ndoto hutoka kwa Mungu pia. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 46 mstari wa 2, maandiko yanasema hivi, Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Unaona, Mungu anazungumza na Yakobo kwa njia ya ndoto. Huyo Yakobo ndio kwa lugha nyingine ni Israeli. Sema amen. Kwa anazungumza naye kwa ndoto, anamwelekeza, anampa maelekezo namna inavyopaswa kufanya. Kwa hiyo tunagundua anajitambulisha hapa, anasema mimi Bwana Mungu, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Anamweleza, anampasha kwa habari ya mambo anayotakiwa kuyafanya. Tunagundua chanzo cha ndoto hiyo ilikuwa ni kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sema amen. Tunaangalia tena kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 12. Sema amen. Nao wakiisha kuonywa na Mungu, wakiisha kuonywa na Mungu na nani? Na Mungu katika ndoto, wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kwa unaona, tunagundua kwamba tayari hii ndoto
ambayo walionywa wale mamajusi, sema amen, waliokuwa wakienda kumwona Yesu alipozaliwa, walikuwa wameonywa na Mungu kwa chanzo cha ndoto yao ilikuwa ni Mungu. Lakini tunaona tena hapa chini Yusufu anaonywa, anaelekezwa na Mungu amtoe mtoto pamoja na mama yake waende Misri kwa ajili ya kuokoa maisha ya huyu mtoto ambaye shetani alikuwa anamuinda amwangamize kupitia Yakobo. Kwa hiyo tunagundua Mungu alisema na wale mamajusi, na Mungu alisema na Yusufu. Chanzo cha ndoto yao ilikuwa ni Mungu, alisema nao katika ndoto. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Huu ni mfano tu wa mojawapo ya ndoto ambazo zilitoka kwa Mungu. Sema amina. Ni ndoto nyingi katika ndoto, kati ya ndoto nilizokuambia ndoto 47 ni hizi ndoto mojawapo chache ambazo Mungu alisema na watumishi hao. Tunaona namna ambavyo Mungu alisema na watumishi wengi, manabii waliotutangulia, mitume waliotutangulia, wafalme waliotutangulia. Mungu alizungumza nao katika ndoto ili kuwapasha habari ya mambo ambayo imewapasa kuwafanya au yaliyo mbele yao au yanayowahusu, au kuwakumbusha kwa habari ya mambo yaliyopita. Alizungumza nao, na wote waliosikia sauti ya Mungu barabara kupitia ndoto na wakati mapenzi ya Mungu walikuwa salama. Hebu sema amen. Na wale wote ambao walienda kinyume cha Mungu kuzungumza nao katika ndoto hawakuwa salama. Sema amina kwa jina zile hai. Kwa chanzo cha kwanza tunagundua ni Mungu anaweza kuzungumza na watu kupitia ndoto.